Hujambo mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari. Tukujuze yale yaliyojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Tunu Lugombe, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Kwenye habari za biashara tutakuwa naye Miriam Mlaponi na habari za michezo zitasomwa naye Mohamed Jamal. Karibu mtazamaji, tuende pamoja hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi awahimiza wananchi kuendelea kuwekeza katika hati fungani ya Zanzibar Sukuk. Bodi mpya wa dhamini ya mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF yatakiwa kusimamia mfuko huo kwa kuzingatia sheria. Na katika habari za kimataifa, Namibia rekodi kisa cha kipindupindu baada ya muongo mmoja. Karibu mtazamaji, na sasa tuanze kuziangazia taarifa zetu kutoka huko Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ametoa rai kwa wananchi kuendelea kujiunga na kuwekeza katika hati fungani ya Zanzibar Sukuk kwa ajili ya kupata fidia halali. Taarifa zaidi na Nancy Ibrahim. Rais Dr. Mwinyi ametoa rai hiyo alipojumuika na wananchi katika futari maalumu iliyoandaliwa na Benki ya Watu wa Zanzibar PBZ iliyofanyika hoteli ya Golden Tulip, uwanja wa ndege, wilaya Mjini, mkoa Mjini Magharibi, na kueleza kuwa kwa kufanya hivyo serikali itapata fedha za kuendeleza miradi ya maendeleo kwa kuwa na fedha za uhakika kwa wananchi kupata faida halali. Sanjari na hayo, ameeleza kuwa tayari serikali imelizingatia wazo la kuwekeza katika sukuk kwa dola, hususan kwa Wazanzibar wanaoishi nje ya nchi, diaspora, na sasa wanaweza kuwekeza kwa dola. Sisi wengi wetu tulikuwa tunaziweka tu fedha zetu benki, lakini hazikuwa zinapata faida, au faida iliyokuwa inapatikana si hii faida halali tunayoitaka. Sasa alhamdulillah limekuja wazo hili na ambalo limeshatekelezwa la kutuwekea fedha zetu tukapata faida ya halali. Hakuna sababu hata moja kwa nini sote tusijiunge katika sukuk. Nilipewa taarifa na baadhi ya watu, wakanambia bwana, sisi wengine tuna dola na hatutaki kuzichange ziwe shilingi kwa sababu tuna wasiwasi ya kupoteza thamani. Kwa hivyo kama hii sukuk ingekuwa kwa dola basi tungejiunga. Sasa hilo jambo tumelifanyia kazi na nimepewa taarifa kwamba sasa hata kwa dola utapokea na utapata faida ambayo wahusika wataitangaza ili watu waweze kuweka fedha zao, iwe shilingi au iwe dola, kwenye sukuk upate faida ya halali. Aidha, ameipongeza PBZ kwa kuendelea kutoa huduma bora za benki na kuifanya kuwa benki hiyo inayoaminika na kutegemewa na wananchi. Naye mkurugenzi mtendaji wa Benki ya Watu wa Zanzibar PBZ Arafati Haji amewahakikishia wateja benki hiyo huduma bora zinazokidhi mahitaji yao ya benki ili kuendelea kuwezesha benki hiyo kuwa kimbilio na chaguo la watu. Kwa niaba ya uongozi mzima wa Benki ya Watu wa Zanzibar, tunawashukuru kwa kuendelea kutuamini. Tunawashukuru kwa kuendelea kufanya biashara na benki yenu hii ya PBZ. Na sisi kama bankers wenu, ahadi yetu ni kuendelea kuwapa huduma zilizo bora, huduma ambazo zitakidhi mahitaji ya biashara zenu, na tutakuwa katika mstari wa mbele kuhakikisha changamoto za kibiashara ambazo mnazo zinazohitaji ufumbuzi wa kibenki, basi suluhisho pekee liwe benki yetu ya Watu wa Zanzibar. Ni taarifa yake Nancy Ibrahim. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Pindi Chana amesema wakati umefika kwa Tanzania kulinda maliasili zake kwa kutumia teknolojia na kwa kufunga kamera ili kudhibiti ujangili na uharibifu wa misitu. Hazla Omar anaarifu zaidi kutoka huko Arusha. Akizungumza baada ya kamati ya kudumu ya Bunge ya Ardhi, Maliasili na Utalii kutembelea hifadhi ya wanyamapori ya Makuyuni, Waziri Chana anasema ulinzi wa kutumia teknolojia utapunguza ujangili na uvamizi wa maeneo ya hifadhi. Wakati umefika wa kulinda misitu yetu kwa teknolojia ya kisasa. Hivi sasa tunalinda misitu yetu, rangers wetu wanaenda, kuna mahala kuna mifugo inaingia,
kuna mahala kuna uvamizi, kukata miti, vitu ambavyo kwa mujibu wa sheria hairuhusiwi. Hivi tuko kwenye reforms, maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, na tunaendelea kumshukuru, lakini tumekubaliana sasa wakati umefika tulinde misitu. Mfano, lazima tuwe na kamera ambazo zinaona maeneo mengi, lazima tuwe na drones. Misitu ni mingi na nusu ya eneo la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni misitu. Hivi karibuni tumepata hata ugeni kutoka nchi mbalimbali ikiwemo Urusi, na tumesema tuone namna gani tunasaidiana kulinda misitu ili kuepusha uvamizi, kuepusha ujangili. Kwa upande wake mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge, Ardhi, Maliasili na Utalii, Timotheo Mzava, anasema wameridhishwa na fedha zilizotumika kuchimba mabwawa kwa ajili ya wanyamapori na barabara zinazotengenezwa hifadhini hapo, ambazo ni kichocheo kikubwa cha utalii. Jukumu letu sisi kwenye ziara hii ni kukagua na kujionea miradi ambayo imefanywa na imetekelezwa kutumia fedha za serikali. Na upande wa miradi, kuhusu miradi, Mheshimiwa Waziri, pia tuwapongezeni. Tumeona kazi nzuri ya utengenezaji, ukarabati na ufunguaji wa barabara. Lakini pia tumeona kazi ambayo umeanza kuifanya kwenye bwawa. Tukijaribu kulinganisha zile fedha zilizotumika kutengeneza barabara na maeneo mengine pia ambayo tumepita, tukajifunza kwamba fedha zile zimetumika vizuri. Lakini hata kifusi kilicho kwenye barabara ile, mvua ikinyesha, najua kwa sehemu kubwa utakwenda vizuri. Hifadhi hiyo inayosimamiwa na Mamlaka ya Usimamizi wa Wanyamapori TAWA inatajwa kuwa eneo la kimkakati ambalo limeanza kuchangia kwa kiasi kikubwa mapato yatokanayo na utalii. Kaskazini kwetu sisi TAWA ndio kanda kinara katika ukusanyaji wa mapato. Yaani kwetu sisi ndio kama ni damu, tunaweza kusema huu ndio mshipa mkuu wa damu. Kwa maana katika mwaka 2023-24 Mheshimiwa Mwenyekiti, tulikusanya jumla ya shilingi bilioni 75 ambayo ni sawa na 96% ya lengo. Kati ya fedha hizo 26% ilitoka katika kanda ya kaskazini. Kwa mwaka huu katika hifadhi hii mpaka sasa hivi tumekusanya shilingi milioni 251. Linganisha na mwaka jana tulikusanya milioni 14, sasa hivi ni milioni 251. Na tunaahidi ya kwamba tutageuza sehemu hii kuwa kitovu cha utalii katika mji wetu wa Arusha, na hususan utalii wa ndani. Ni taarifa yake Hazla Omar. Serikali kupitia ofisi ya mkemia mkuu imeeleza kuwa ufanisi katika utoaji wa huduma za uchunguzi kwa kimaabara katika kipindi cha miaka 4 cha serikali ya awamu ya 6 umeongezeka kutoka sampuli 155,817 kwa mwaka wa fedha 2021-22 hadi kufikia sampuli 188,362 kwa mwaka wa fedha 2023-24. Mwandishi wetu Pendo Mangala anaarifu kutoka Dodoma. Mkemia mkuu wa serikali Dr. Fidelis Mafumiko ameeleza hayo hii leo jijini Dodoma wakati akitoa taarifa ya mafanikio na mwelekeo wa miaka 4 wa serikali ya awamu ya 6 kwa waandishi wa habari, ambapo amesema kuwa ongezeko hilo ni sawa na 21%. Sanjari na hilo, mkurugenzi huyo amesema kuwa mamlaka hiyo ipo katika hatua za awali za ujenzi wa majengo ya ofisi na maabara katika ofisi za kanda ya Kusini Mtwara na Mashariki mikoa ya Dar es Salaam, ambapo ujenzi huo unakadiriwa kugharimu kiasi cha jumla ya shilingi bilioni 26. Lakini katika kipindi cha nusu mwaka kinachoanzia mwezi Julai hadi Disemba 2024 hadi sampuli ambazo zimeweza kufanyiwa uchunguzi ni 108,851 ambayo ni sawa na 104.5 ya lengo la kipindi hicho, ambayo ilikuwa ni ufanyaji wa uchunguzi wa sampuli 104,161. Ndugu wa habari, ongezeko la sampuli zinazochunguzwa na mamlaka ya maabara mkemia mkuu wa serikali, tunaona kwamba huu unatokana na kuongezeka kwa uelewa wa wananchi na wadau wa mamlaka, lakini pia vile vile na ubora wa huduma ambazo zinatolewa na mamlaka hii za uchunguzi tunazozifanya. Wakati huo huo, katika mwaka wa fedha 2024-2025, mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira jijini Arusha AUSA imeendelea kupanua mtandao wa usambazaji wa maji safi ili kutekeleza dhamira ya serikali ya awamu ya 6 ya kuhakikisha wakazi wa jijini humo wanapata huduma ya maji safi na salama
kwa asilimia 95 ifikapo mwaka 2025. Mkurugenzi mtendaji wa mamlaka hiyo Justin Rujomba ameeleza hayo leo jijini Dodoma wakati akitoa taarifa ya mafanikio na mwelekeo wa miaka 4 wa serikali ya awamu ya 6. Kuna maeneo ya Mlangalini walikuwa hawajawahi kupata maji kule. Tunavyoongea mwisho wa mwezi huu tunazindua mradi wa kupeleka maji Mlangalini kupitia mradi mkubwa huu wa maji safi na salama wa bilioni 520. Ni taarifa yake Pendo Mangala. Tanzania imesaini mikataba miwili ya msaada wa serikali ya Japan kupitia shirika la maendeleo la kimataifa la Japan JICA, ambapo Tanzania itapokea yen bilioni 1.527, takriban shilingi bilioni 27.3 kwa ajili ya ununuzi wa vifaa tiba, lengo likiwa ni kuboresha huduma za afya ya mama na mtoto katika hospitali 7 za rufaa nchini. Taarifa iliyoandaliwa na Rachel Chacha inasoma studio na Nancy Ibrahim. Akizungumza baada ya kusaini mikataba hiyo, Katibu Mkuu wa Wizara ya Fedha Dr. Natu Mwamba ameishukuru serikali ya Japan kwa msaada huo, akisisitiza kuwa utaimarisha upatikanaji wa huduma bora za afya nchini na kuwa msaada huo unawiana na mpango wa maendeleo wa miaka 5 wa Tanzania ambao unalenga kuboresha huduma za afya kwa wananchi. Ufadhili huu unaendana na mpango wetu wa sasa wa maendeleo wa miaka 5 ambao pamoja na masuala mengine unalenga kutatua changamoto za ubora katika utoaji wa afya nchini. Pia ufadhili huu unaunga juhudi za serikali ya Tanzania kwenye sekta ya afya zinazolenga kuhakikisha huduma bora za afya zipatikane kwa wakati kwenye jamii. Kwa upande wake, Hitoshi Ara, mwakilishi mkuu wa JICA nchini, amesema msaada huo utatumika kununulia vifaa tiba muhimu zikiwemo mashine za ultrasound na digital mobile x-ray kwa hospitali 7 za rufaa za mikoa ili kuimarisha uchunguzi na matibabu kwa wajawazito na watoto. Na Ismail Rumatila, naibu katibu mkuu Wizara ya Afya, amesema mradi huo utaimarisha mifumo ya uchunguzi na rufaa kuhakikisha huduma bora zaidi kwa akina mama na watoto, na kufafanua kuwa huo ni msaada wa kwanza wa JICA kwa sekta ya afya Tanzania katika miaka 20, ikiashiria dhamira yao mpya ya kusaidia kuboresha miundombinu ya afya nchini. Hospitali zitakazonufaika na msaada huo ni pamoja na hospitali ya Dodoma, Tumbi Pwani, Mount Meru Arusha, Seku Tawa Mwanza na Maweni iliyopo mkoani Kigoma. Ni taarifa yake Rachel Chacha kama ilivyosomwa naye Nancy Ibrahim. Wananchi wa kitongoji cha Vibula kilichopo kijiji cha Kisemvule kata ya Vikindu wilayani Mkuranga mkoani Pwani wamemwomba Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuingilia kati mgogoro wa ardhi kati yao na wawekezaji ambao wamekuwa wakidai kuwa eneo hilo ni lao, huku mmoja wa wawekezaji akiwafikisha kwenye vyombo vya sheria akidai fidia licha ya kuwa wananchi hao walinunua kwa kufuata utaratibu. Mrisho Mapeo ameandaa taarifa zaidi. Wakizungumza na waandishi wa habari ikiwemo TVE Habari walipofika kwenye eneo hilo baada ya kupata taarifa ya mgogoro huo, wananchi hao wamesema walinunua kihalali kutoka kwa aliyekuwa mmiliki wa maeneo hayo, lakini baada ya mmiliki huyo kufariki dunia wamekuwa wakijitokeza wawekezaji wakidai eneo hilo ni lao. Hivyo wamemuomba Rais Dr. Samia kuingilia kati. Tumenunua mbele ya mheshimiwa wakili Choba na yupo aliyetusimamia kutuaminishia kuwa haya ni maeneo halali ya mzee Kumbuka Zame. Sasa basi kubwa tunaomba kwa mheshimiwa wetu rais mwenye dhamana wa hii Tanzania yake, nasi tukiwa kama akina mama wenzake atuone huruma kwa hii adha inotukuta hapa kwenye kitalu 18C na 16C. Ususi huu mgogoro unaoendelea wa ardhi, tunaomba mheshimiwa atusaidie kwenye hili, atuone huruma. Tuna watoto wagane, tupo tu hapa, tumekuja hela zenye za ulisi, tumepata kichumba kimoja, tumebomolewa huko mabarabarani, tumekuja hapa kukaa ili mradi na sisi tuangalie hatima yetu Mwenyezi Mungu anatutolea wapi. Leo tukija kubomolewa kwa kuambiwa ni wavamizi tuondoke, tutakwenda wapi? Waangalie wananchi hao namna kuwasaidia. Uwekezaji eka hizi hazifiki hata 4 hapa. Inapaswa tu wahamishwe huyo mwekezaji aende. Kwa sababu mwekezaji anakuja na fuko la hela. Kijiji kinataka hela, viongozi waliokuwepo pale hawana mishahara. Ina maana kuna mambo yanayofanyika
ya sarakasi, tuma idara zako zichunguze namna gani hao wananchi wananyanyaswa. Na Mheshimiwa Rais, nikwambie, mimi ukinihitaji nitakupa kweli zaidi ya hapa. Kwa zidi ya wananchi hawa. Hapa kwa nini Mheshimiwa Rais kila ukisikiliza mkazi wa wilaya ya Mkuranga anakuambia migogoro ya ardhi kata ya Vikindu. Mheshimiwa Rais, tazama kwa jicho pana hapa. Wananchi hao wa Vibula wana takriban familia ya kaya 160. Huyu msimamizi wa mirasi ni mmoja, Mosi yupo. Taratibu zilifuatwa. Mahakama ni muhimili, wamemuidhinisha huyu aweze kukusanya madeni ya marehemu, aweze kulipa madeni na kugawanya mali. Sawa? Kama marehemu Zame alikuwa anadaiwa, yameuzwa maeneo, amelipiwa madeni. Kama warisi wake imeuzwa maeneo, wamegawana. Sasa leo Mosi anakosa amani. Kwa upande wake, msimamizi wa mirathi baada ya aliyekuwa mmiliki wa maeneo hayo kufariki dunia, Bi Mosi Kumbuka, amesema kuwa kumekuwa na sintofahamu kubwa kwenye eneo hilo baada ya mmiliki ambaye ni baba yake mzazi aliwauzia wananchi hao kihalali kufariki dunia. Wawekezaji ambao hapo awali hawakuwepo wameanza kujitokeza, huku mmoja wa wawekezaji hao akisisitiza kuwabomolea wananchi makazi yao endapo hawatomlipa kiasi cha shilingi milioni 300. Hata mimi mwenyewe msimamizi wa mesi sina amani. Kila siku kaingia Mwarabu, kaingia Muhindi, kaingia Stoshi, kaingia Shishi, kaingia Palagashi. Lakini hao watu wanasimama kesi wanashinda, mbona mimi mwenyewe siwepo? Na kati mimi ndo msimamizi, vitu kesi kati ya mdai na mdaiwa. Wanashinda vipi hizo kesi? Wakati mimi mwenyewe mlengo msimamizi wa mirasi. Kuna kauli aliongea kakaangu hapa, na ndio maana kuja kuongelea hivyo. Mimi msimamizi wa mirasi. Kwa nini sishirikishwi? Sijakimbia, nipo na uhalali wa maeneo yangu, sina wasiwasi, natamba kokote sema eneo yangu nimelisi. Hii ishakuwa fukuta ile muda mrefu aliumizi yao, naumia hadi mimi begi lepanda kama kamani kila siku nachoka. Mimi sio mwili wangu nimepungua kwa kesi hizi za kijana nimepata pressure. Sio mwili wangu ananijua ulize. Huyu hapa mimi anajua jirani yangu tafanya biashara wote. Sio nani? Ngoja kwambie sio mwili wangu. Nakuwa hivi sio mwili wangu ananijua fanya biashara. Kwa nini nafanya na hivi? Ni dhuluma, mwenye amezulumiwa na nyumba sasa zimejengwa hizo. Ile naba banku aliacha wazi, huyu mwenye nyumba hapo mbele kavamia vile vile kapewa na manana tepa, kaozea tukiwanja amejenga nyumba hizi hapa. Nimejenga sio kwa akili yangu au kwa nguvu zangu. Mimi nimejenga kwa pesa za ulisi. Kwa hiyo naomba mkubwa rais utusaidie sisi maskini ambaye hatuna mbele wala nyuma. Kwa hiyo jamani, mimi siwezi kuongea. Kwa hiyo naomba mkubwa rais, niko chini ya miguu yako, utusaidie sisi maskini tupate kubaki na sehemu yetu. Sina uwezo nikibomolewa mimi hata kujenga chumba kimoja. Akitoa ufafanuzi juu ya sakata hilo kwa njia ya simu, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Mkuranga, Waziri Kombo, amesema kuwa wananchi hao walipaswa kuwa wamebomolewa nyumba zao isipokuwa kwa busara za mkuu wa mkoa huo. Hao wananchi hao wali encroach kwenye shamba la huyo mwekezaji. Muda mrefu tu kesi ikaenda mara mwisho kesi iliamuliwa na mahakama. Ndio uliamua na mahakama yani nyumba zao zivunjwe. Nuri RC akamwomba sana yule mwekezaji usiwavunjie watu hawa, lakini hukumu pamoja kwamba hukumu inakubeba usiwavunjie hawa watu. Kwa hiyo hawa watu wanatakiwa kulipa kufidia yule, maana yule mwekezaji alisema mimi nikifidiwa basi hilo eneo naliacha. Kwa hiyo RC akawaombea wale watu, jamani wape muda, watu watalipa. Sasa kinachoonekana tokea kikao, maana hili kwa Septemba hiyo kikao iko mpaka leo wale watu ndio hawajalipa. Wamelipa wachache sana. Lakini kumbuka kwamba yule ingeweza hata kuingia na kuvunja kwa sababu ana hukumu aliyopewa na nini. Na wao hawakuwahi kukata rufaa.
TVE Habari imefika kwenye eneo hilo na kubaini zaidi ya nyumba 160 za wananchi hao zinatarajia kubomolewa endapo kiasi hicho cha pesa cha shilingi milioni 300 hakitolipwa kwa mwekezaji huyo, ambapo kwa fidia hiyo wananchi wanapaswa kulipia shilingi 1035 kwa mita ya mraba, licha ya kuwa eneo hilo ni la kijijini. Ni taarifa yake Mrisho Mapeo. Shule za ufundi zinazoendelea kujengwa nchini kwa lengo la kuwapa wanafunzi ujuzi mbalimbali ikiwemo ufundi na kilimo zimetajwa kuwa mkombozi kwa vijana kwa kuwa zitawawezesha kujiajiri na kujitegemea kiuchumi. Taarifa yake Joel Maduka kutoka Geita inafafanua. Jumuiya ya Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM mkoa wa Geita imefanya ziara ya kukagua ujenzi wa shule ya ufundi wilayani Mbogwe na kuelezea kuridhishwa na hatua za ujenzi zinazoendelea. Mwenyekiti wa UVCCM mkoa wa Geita Manjale Magambo, aliyeambatana na kamati ya utekelezaji ya UVCCM mkoani humo, amemshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa uwekezaji mkubwa katika sekta ya elimu, hususa ujenzi wa shule za ufundi katika awamu yake ya 6 ya uongozi. Kwenye shule yetu ya ufundi ya mkoa wa Geita ambayo inajengwa hapa Mbogwe, kwa sababu kwa kazi kubwa aliyofanya Mheshimiwa Rais, tumeona majengo shule imeanza ikiwa mpya kabisa kuanzia chini, na tumepewa taarifa tu fedha zilizokuja hapa ni bilioni 1 na milioni 600. Kwa hiyo tumpongeze sana Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa aliyoifanya. Sisi kama vijana wa mkoa wa Geita tunajiona wafahari sana kwa mapenzi ya dhati ambayo Mheshimiwa Rais anazidi kuyaonyesha kwa vijana wake wa Kitanzania. Kwani hapa watoto wetu na vijana wenzetu wa Kitanzania hasa wa mkoa wa Geita watakuja kupata elimu ya ufundi hapa. Na itakuwa mkombozi mkubwa. Lakini ukitambua toka mkoa wetu wa Geita umeanza, tulikuwa tujawahi kupata, hatuna shule yote ya ufundi. Na hii ndio shule ya kwanza. Kwa hiyo tunamshukuru Mheshimiwa Rais. Akisoma taarifa ya hatua za utekelezaji wa ujenzi wa shule hiyo, mkuu wa shule ya sekondari ya Mbogwe John Enli amesema kuwa ujenzi wa awali unajumlisha madarasa, maabara na ofisi za walimu. Na jengo lenye vyumba viwili vya madarasa, kwa maana idadi ya majengo ni 2 kwa gharama ya shilingi milioni 100. Jengo lenye vyumba vya madarasa viwili na ofisi moja, idadi ya majengo yako 2 yana milioni 109. Matumizi ya fedha zilizotolewa ni bilioni 1 na milioni 600. Mpaka sasa fedha zilizotumika ni milioni 336 na 85,106.69. Fedha zilizobaki ni bilioni 1 milioni 263 91,914,885. Ziara ya mwenyekiti wa UVCCM mkoa wa Geita imehitimishwa kwa kutembelea na kuzungumza na viongozi wa matawi kata mashina katika kata 17 za wilaya hiyo. Aidha, wazee wa jadi wa Mbogwe wameonyesha kuvutiwa na utendaji wake, hivyo wakamsimika kuwa chifu ifada kama ishara ya heshima na kutambua mchango wake kwenye jamii. Na kukabidhi uzima huu ni ishara ya ushujaa. Isitoshe, katika utawala wako kama mwenyekiti wa UVCCM mkoa, na kukabidhi silaha yako kama wewe mtawala. Ni taarifa yake Joel Maduka. Kufuatia wananchi wa mtaa wa Tegeta A uliopo kata ya Goba manispaa ya Ubungo jijini Dar es Salaam kuvamia ofisi ya mtaa huo wakitaka kujua ni lini barabara yao itatengenezwa, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Tegeta A Protas Rwanda amelazimika kutoa ufafanuzi na kuitaka TARURA kutekeleza ahadi yao. Taarifa zaidi na Mrisho Mapeo. Akizungumza na wananchi waliofika ofisini kwake bila kutoa taarifa baada ya kukerwa na ubovu wa barabara hiyo ya Tegeta A kwenda Goba mpakani, mwenyekiti huyo Protas Rwanda amesema ofisi yake imefuatilia kwa kina suala la barabara hiyo, ambapo amesema ni muhimu kwa TARURA kuanza kuchukua hatua. Aidha, mwenyekiti huyo wa mtaa wa Tegeta A ameiomba TARURA angalau kuifanyia ukarabati barabara hiyo endapo mpango wa ujenzi kwa kiwango cha lami bado upo mbali, badala ya kuitelekeza na kuleta adha kwa wananchi, huku akipewa matumaini yasiyotekelezwa. Niombe mamlaka ikiwepo mkuu wetu wa wilaya kwamba hawa TARURA walisema tarehe 3 mwezi wa 3 mkataba utasainiwa, basi watusaidie. Wananchi wa mtaa wetu wa Tegeta hii kwa kweli wanapata shida, na mimi nikiwa miongoni mwa waathirika katika mtaa huu, kwa sababu wananchi wanakuja wanalalamika, usafiri kutoka hapa
mpaka Mbezi ni shilingi 2000, wananchi wangu wa kipato chao cha chini, na barabara ni mbovu kwa kweli. Na athari ni kubwa kwa sababu kuna malori yanapita, wakati mwingine mpaka yanadondoka barabarani hapa. Kwa hiyo na kipindi cha mvua kinachokuja hali itakuwa mbaya zaidi. Kwa hiyo niombe mamlaka zinazohusika hasa TARURA watuambie huo mkataba wa DMDP, manake toka mimi sijakuwa mkuu mwenyekiti wa mtaa huu toka 2022 imekuwa ni ahadi za DMDP, lakini ukiwafuata kuhusiana na basi hata watubuluzie barabara zetu akina wanatuambia hatuwezi kufanya chochote kwa sababu mradi uko DMDP. Basi tunaiomba mamlaka ikiwezekana basi kabla mradi haujasainiwa wa DMDP watubuluzie hizi barabara zetu zikae vizuri, wananchi waweze kupata nafuu ambao wanaipata. Awali wananchi hao wameeleza namna ambavyo barabara hiyo imekuwa ni kero kubwa kwao, ambapo wamemuomba Rais Dr. Samia kuingilia kati ili waweze kupata ufumbuzi wa kudumu wa barabara hiyo ambayo imekuwa ni kero kubwa kwenye maisha yao. Tunaomba barabara haijarekebishwa, bado iko kwenye shida, iko kwenye matatizo. Wananchi kilio chetu ni hicho wa Tegeta hii. Nadhani tunaomba Mama Samia atusikilize sisi kama wanawake. Tunapata shida mno. Wamama wanazalia kwenye bajaji, lakini kuna mengine sisi hatuwezi kulaumu uongozi wa juu. Maana tunajua huyo ni mama yetu, anatupenda, hawezi kututupa, hawezi kutuacha, lakini hiki kilio kama amekisikia, tunaomba kimfikie kwa machozi. Na hiki kipindi ni kipindi ambacho tunajua imani zetu zimesimama wapi. Hapa Goba Tegeta yetu tuna tatizo kubwa la barabara. Barabara yetu haijakaa vizuri, hasa mvua zinaponyesha kunakuwa na mmonyoko, kunakuwa na mabonde na nyumba zetu zinaathirika. Kwa sababu hata kama unaona bonde kama hilo hapo, maji yanajaa, na maji yanapojaa yanaenda chini kwa chini, yanaenda kuingia kwenye nyumba zetu. Na unakuta tunapata athari kubwa kwa sababu ile chemchemu inaingia kwenye nyumba, inaleta matatizo. Kwa hiyo tunaomba serikali itusaidie na uongozi ulioko madarakani katika mtaa wetu wa Tegeta A watutengenezee hii barabara ili kusudi tupate usalama, kwa sababu pia hata tunapopita kwenye unakuta tunakosa usafiri mzuri. Hawaleti magari, hawaleti mabasi, labda sana tunaweza tukatumia bajaji na bodaboda ambazo tunatumia bei kubwa na tunapigizwa, tunatipata mtikisiko. Hata wamama wajawazito wanapofika kwenda wakati hospitali unakuta wanapata matatizo. Hata hivyo, mwenyekiti wa madereva wa bajaji wa mtaa huo, Magawa Augustine, amesema changamoto ya ubovu wa barabara imekuwa ndio sababu ya nauli kupanda, huku mmoja wa wajumbe wa muda mrefu wa mtaa huo, Joseph Simpepo, akieleza namna adha hiyo imedumu kwa muda mrefu. Tunakutana na changamoto nyingi sana, hususan kipindi cha mvua. Barabara zimeharibika, lazima nauli zipande juu, lakini wananchi wanalalamika, tunawaumiza, lakini kipande ni kifupi. Unakuta mtu anakwambia shilingi 1000 au 1500, lakini ukiangalia miundombinu inatubana, inatuumiza. Tunawahurumia wananchi, lakini changamoto ni barabara. Tunaiomba serikali ituangalie kwa hicho lingine. Maana vikao vimekuwa vingi, ahadi zimekuwa nyingi. Wamekaa maofisini tu, watembee, watoke waangalie huku, waje kuangalia kero za wananchi. Kila siku tunaambiwa barabara imesainiwa, tunadanganywa. Viongozi wetu walikuwa wanakuja wanatudanganya. Lakini kupitia mwenyekiti wa sasa wa serikali ya mtaa alikuja akaja kugundua kwamba hii barabara bado haijasainiwa. Sawa? Lakini baada aliendelea kufuatilia mpaka juzi akapata majibu kwamba tarehe 3 ya mwezi huu ilikuwa hii barua isainiwe. Tunakuja kuulizia tena, tunaambiwa mkataba uko kwa mwanasheria. Sawa, ni taratibu za kiserikali, lakini mpaka lini? Hii barabara ni mbovu, gharama za maisha zinapanda. Ukila chakula pale Njapanda Tegeta, ukifika nyumbani kwako kimeisha. Ni kupiga mashimo mwanzo mpaka mwisho. Kwa nini? Kwani sisi tumekosa nini? Mikutano mingi tunaenda ya viongozi wa kisiasa, tunahudhuria, viongozi wakubwa tu wanataja mikataba wanaosaini, lakini barabara ya Tegeta haimo. Kila siku mikataba inasainiwa, barabara za wenzetu sijui wapi zilizoko ndani ya jimbo la Kibamba, lakini sisi Tegeta hakuna hicho kitu. Kamera ya TVE Habari imetembelea barabara hiyo ya Tegeta A baada ya kusikiliza changamoto hizo na kujionea ubovu wa barabara hiyo ambayo kwa miaka kadhaa imekuwa ikiahidiwa kujengwa kwa kiwango cha lami kupitia mradi wa DMDP. Ni taarifa yake Mrisho Mapeyo. Imeelezwa kuwa suala la kufuata sheria za kazi, usalama na afya kazini na maslahi ya waajiri bado ni changamoto kwa waajiri wengi wa sekta binafsi nchini.
Taarifa zaidi na Nancy Ibrahim. Hayo yamesemwa na kamishna wa kazi kutoka ofisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji ya Rashidi Hamis Othman baada ya kumalizika kwa mkutano kati ya kamisheni ya kazi na wamiliki wa shule binafsi uliofanyika katika ukumbi wa shule ya Lumbumba, mkoa mjini Magharibi Unguja. Kamishna Rashidi ameeleza kuwa mkutano huo ulikuwa na lengo la kutoa elimu kwa waajiri na waajiriwa kuhusu namna kufuata sheria za kazi ili kuhakikisha maslahi ya pande zote mbili, kwani changamoto nyingi zimejitokeza kutokana na waajiri kutofuata sheria, ikiwemo utoaji wa mikataba ya kazi, ulipaji sahihi wa mishahara na kutotii taratibu muhimu zinazohusiana na kazi. Amesema kuwa kamisheni ya kazi imeamua kukaa pamoja na wamiliki wa shule binafsi ili kutambua namna bora ya kutatua changamoto hizo. Matarajio ni kwenda kutekelezwa kwa usahihi haki na maslahi na hizi taratibu za kazi. Walimu walalamika sana, na ukiangalia sasa hivi chini ya awamu hii ya 8, sekta ya elimu ni sekta ambayo ni miongoni mwa sekta ambazo zimepewa kipaumbele sana hata katika upande wa bajeti. Na walimu ni unaweza kusema ndio mzizi wa ukuaji wa uchumi na mazingira yote kwa ujumla. Kwa upande wao, baadhi ya walimu akiwemo Simai Abdallah Miraj, mwalimu mkuu wa shule ya Bartona iliyopo wilaya Magharibi A, amesema kuwa kupitia mkutano huo wamejifunza mengi ambayo hayakuwa wakiyafikia awali, hivyo yatawasaidia katika kukabiliana na changamoto zinazokabili sekta hiyo. Naye Ilham Hamisi Rashidi, mwalimu wa Ikra Integrated Academy, ameeleza kuwa changamoto inayowakumba waajiriwa ni ukosefu wa mikataba ya kazi, jambo ambalo linachangia kutofuatwa kwa sheria za kazi. Migogoro kazini ni kweli imo. Ni kuna wafanyakazi ambao wanaweza wakasimamishwa kazi bila ya kuwepo na taratibu maalum, lakini ili kuondoa matatizo hayo ni lazima yule anayeajiriwa awe na mkataba. Ule ndani ya mkataba ndio utakayosema huyu ameajiriwa kwa uwezo gani, kiwango gani na kwa muda gani. Kwa hiyo akiwa mkataba upo, migogoro itaondoka. Kwa kweli serikali ni kuwajali walimu, kwa sababu walimu wana majukumu makubwa. Ukiangalia kijamii, wana majukumu kwa watoto ambao wanawalea time zote. Ni kuona tu mishahara yao inakuaje na taratibu zao za kikazi zinakwenda kwa mujibu wa sheria. Jambo ni nzuri na limepokea kwa uzuri, kwa sababu sasa hivi katika kufanya kazi lazima tuwe na mkataba kati ya mwajiriwa na mwajiri. Hili jambo nadhani Wizara ya Waajiri wamefanya jambo muhimu na jambo bora, kwa sababu linaweza kutusaidia sisi waajiriwa wa skuli binafsi, kwa sababu kuna mambo mengi yanatokezea katika ufanyaji wa kazi. Kwa hiyo wanapoweka hii mkataba yanaturahisishia sisi na yanatutetea sisi waajiriwa. Nikushukuru Nancy Ibrahim. Katika kuhakikisha ajali za mara kwa mara na matukio ya kihalifu barabarani yanadhibitiwa kwa kiasi kikubwa, kamati ya usalama barabarani mkoa wa Iringa imetoa gari mpya aina ya Land Cruiser Hilux yenye thamani ya shilingi milioni 100 kwa jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani mkoa wa Iringa. Shalom Robert kutoka Iringa anaarifu. Salim Abre Asas amesema gari hilo limenunuliwa kutokana na fedha inayopatikana katika makusanyo ya ada ya ukaguzi maarufu kama stika. Mkoa wa Iringa tumekuwa na matumizi bora ya fedha hizo, na bora ikafahamika, watumizi wa vyombo vya moto wakajua kwamba zile ada zinatumikaje. Kwa hizo fedha ni za waliolipia ada ya ukaguzi. Kwa kamati ya usalama barabarani mkoa wa Iringa, baada ya kurejeshewa zile fedha, akaona ni vyema tukanunua usafiri. Kwa upande wake, kamanda wa polisi mkoa wa Iringa Alan Bukumbi amesema jeshi hilo limeendelea kutoa elimu kwa umma juu ya masuala ya usalama barabarani ili kupunguza ajali. Aidha, jeshi la polisi mkoa wa Iringa kupitia kikosi cha usalama barabarani kinafanya operesheni kwa kushirikiana na kikosi cha polisi jamii, lakini na kikosi cha operesheni
kwa kutoa elimu kwa wananchi na watumiaji wengine wa barabara, ikiwa ni pamoja na madereva, katika kuhakikisha kuwa ajali za barabarani zinazosababishwa na madereva wazembe zinadhibitiwa. Kimsingi, kama mnavyoliona gari letu hili ambalo limetokana na ada za ukaguzi wa magari ya stika za wiki ya Nenda kwa Usalama Barabarani, litatusaidia sana kwa sababu tuko na doria za masafa mafupi na masafa marefu. Kwa maana mkitazama mkoa wetu wa Iringa umepitiwa na barabara kuu 3, kwa maana ya kwamba Iringa kuelekea Njombe, Iringa kuelekea Morogoro, hali kadhalika Iringa kuelekea kule Dodoma. Gari hilo limekabidhiwa na mwenyekiti wa kamati ya usalama barabarani mkoa wa Iringa Salim Abre Asas katika hafla fupi ya makabidhiano hayo iliyofanyika mjini Iringa. Ni taarifa yake Shalom Robert kutoka huko Iringa. Wakati dunia ikiwa inakadiriwa kuchukua miaka 130 kufikia usawa wa kijinsia, inaelezwa kuwa Tanzania licha ya kupiga hatua katika masuala ya usawa, bado inakabiliwa na changamoto ya usawa wa kijinsia katika baadhi ya maeneo ikiwemo kwenye elimu. Taarifa zaidi na Goodluck Msola. Akizungumza na viongozi wanawake kutoka maeneo mbalimbali nchini kuhusu utekelezaji wa malengo ya mkutano Beijing, ikiwa ni miaka 30 imepita tangu kufanyika kwa mkutano huo, mkurugenzi wa shirika la Msichana Initiative Rebecca Jumi amesema changamoto idadi ndogo ya wasichana wanaojiunga na elimu ya sekondari nchini Tanzania inatokana na sababu mbalimbali, ikiwemo umbali, mimba za utotoni, pamoja na misimamo ya wazazi ambao baadhi yao wamekuwa chanzo cha wasichana hao kuacha masomo. Tunachokiona miaka 30 baada ya Beijing, bado tunaona kuna changamoto kwenye maeneo ya wasichana kuweza kufikia haki hii ya elimu. Moja ya changamoto kubwa ni mtazamo hasa wa jamii na wazazi, hasa katika jamii zetu za vijijini, kuhusiana na haki ya elimu kwa mtoto wa kike na thamani ya mtoto wa kike. Na eneo lingine ni kuwepo bado kwa sheria na sera kandamizi, ikiwemo sheria ya ndoa ambayo tunaona inatoa mwanya kwa watoto wa kike kuolewa chini ya umri wa miaka 18. Kwa upande wake, mwenyekiti wa bodi ya ushauri ya taasisi ya Msichana Initiative Rhoda Julius amesema kupitia mkutano huo wadau hao watajadili ushiriki wa kundi la viongozi vijana katika maandalizi ya mabadiliko ya sheria mpya ya elimu ya mwaka 1978 ili kuwezesha wasichana kutoa maoni yao yatakayowezesha uundaji wa sheria mpya itakayoendana na mabadiliko ya sasa. Kwa nini tunaona kwamba ni muhimu wasichana wadogo kama mimi kuhusishwa kwenye mambo kama haya? Ni kwa sababu ya kuwapa wasichana sauti wao kama wao, wakuja kwenye majukwaa kama haya kuelezea matatizo yao, changamoto zao wanazopitia na namna ya kuwasaidia. Ili ujue jinsi ya kumtibu mgonjwa, ni lazima mgonjwa mwenyewe akwambie anaumwa nini na ili kuwaje mpaka akaumwa kitu kama hicho. Kwa hiyo namna bora ya kuweza kuwasaidia wasichana kama mimi, au tuseme katika lugha rahisi, kunisaidia mimi msichana mmoja wapo, ni kunileta kwenye majukwaa kama haya na mimi kuweza kupaza sauti. Naye mmoja wa wanawake kiongozi Heleni Sisia ameitaka serikali kuunda sheria itakayosimamia uamuzi wa kumrejesha shule mtoto wa kike ambaye amepata ujauzito akiwa masomoni, kutokana na programu hiyo kwa sasa kuonesha mafanikio kwa kiasi kikubwa. Kwenye swala zima la wasichana kupata changamoto ya ujauzito na hasa wakiwa bado shuleni, na of course kumekuwa na jitihada mbalimbali za kuhakikisha kwamba wasichana tunapunguza hiyo rate ya wasichana kupata ujauzito wakiwa wadogo, lakini pia kumekuwa kuna jitihada za kuhakikisha wale wanaopata ujauzito wanarudi tena shule. Lakini kama ambavyo tunasema kwamba mabadiliko ni mchakato, sio swala la usiku mmoja. Tunahitaji kuwekeza zaidi katika kuhakikisha tunawalinda wasichana dhidi ya mimba za utotoni, na kwenye kuwalinda mambo ni mengi, jitihada ni nyingi ambazo zinaweza zikachukuliwa, lakini jitihada moja hapo ambayo mimi ningependa kuisisitiza ni masuala mazima ya elimu ya afya ya uzazi. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari na mimi ni Tunu Lugombe. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Tafadhali kaa nasi. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Bodi mpya wa dhamini ya mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF yatakiwa kusimamia mfuko huo kwa kuzingatia sheria.